ndani mwako. Hayo ni masharti. Sisi tukizipata hela tunazitumia tunavyotaka. Sema amen. Kwa sababu sio za masharti, ni baraka za Bwana. Sema amen. Na ndio maana tunakuwa na uhuru wa kuishi na Mungu wetu. Ninavyotaka ndivyo nitakavyoishi. Sema amen. Kwa sababu ndivyo nilivyo. Mimi ni mali ya Bwana. Sema amen. Wangapi wanatamani mali za masharti? Wangapi wanatamani wapate mali ambazo hazina masharti? Na Mungu akubariki sana. Hata mimi natamani nipate mali ambazo hazina masharti. Sio mali ambazo unapata pesa za kutosha, unaambiwa shati lako lipishane vifungo. Yaani kifungo hiki hapa kinatakiwa kifungo hapa. Alafu tembee kama una chochote. Mungu akubariki sana. Kuna tajiri mmoja, yaani huwa simuelewaki na ni rafiki yangu sana. Yaani yeye ukiangalia mguuni kavaa yebo, ukiangalia shati alilovaa ni la mtumba, ukiangalia swi, yaani haeleweki. Sasa huo unapata pesa, una mali, account inapomua milioni 200, account inapomua milioni 150. Hivi wewe unakuja kufanya nini? Wewe ni hasara. Maana utakapokufa hautaenda na milioni 200 ndio tutanunua wali, tutakula sisi pilau, tutakunywa na maji. Wewe mwenyewe hujawahi kunywa maji, unakunywa maji ya kandoro. Maji ya kandoro yani ambayo hajachemshwa. Ya shilingi ngapi? 200. Kuna matajiri wanakunywa maji ambayo hajachemshwa. Kuna matajiri hata kununua maji ya 1000 hawezi, anaenda kunywa maji ya kwenye bomba. Unakuta amekuwa dogi. Mungu akubariki sana. Lakini sisi tunamiliki 10,000 lakini nachukua 10,000 na nunua maji ya 1,000 na bakio na shilingi 9,000. Nikipata mimi 10,000 naifanyia kazi. Sema amen. Nikipata milioni 1 naifanyia kazi. Nikipata milioni 20 nazifanyia kazi. Nikipata milioni 200 nazifanyia kazi. Maana tayari niko natumika na Bwana. Sema amen. Lakini leo kuna matajiri wanakufa, hawana akili za kujisimamia, hawana akili za kujisimamia ili kunufaika na kila ambacho Bwana amewapa. Sema amen. Na ndio maana wanaishi nje ya baraka za Bwana. Lakini sisi tunatembea katika baraka za Bwana. Sema amen. Mwambie jirani yako, wakati wa Bwana ndio huu. Mwambie tena, wakati wa Bwana ndio huu. Sasa leo kuna mambo ambayo Mungu alishayaacha, ambayo leo mwanadamu akiwa nayo ni sawa na kichaa aliyevaa nguo alafu unamshangaa. Sema amen. Na ndio maana kichaa akichukua tanguo ya ndani akaivaa kichwani hamumshangai, kwa sababu ndio akili yake imevurugika. Na ndio maana sisi hatuwashangai watu wanaotoa fungu la 10, kwa sababu tunawahesabu kama vichaa wa kiroho. Maana wangemwamini Yesu sawa sawa, wangefahamu kama mimi ninavyofahamu. Yesu anapotoa maelekezo ya kwamba enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoyaamuru mimi. Na ndio maana haya yote tunayojifunza ni maagizo ya Yesu aliyoyaamuru yaishi ndani mwetu. Sema amen. Na ndio maana tunatembea katika wakati wake, tunaishi katika wakati wake, na tunafanya mambo yote katika wakati mpya. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Yeremia 31 mstari wa 31. Aliyoyaacha Mungu na mimi sina budi ya kuyaacha, kwa sababu Mungu akiyaacha atakayeyashika ameshika masazo. Mungu akubariki sana. Sasa na mimi sitaki kushika masazo, nataka kushika kitu chenyewe original. Mungu akubariki sana. Na ndio maana leo watu wanatembea na chakula kilichoachwa, chakula kilichobakizwa. Mtu ameshakula alafu akakibakiza akakiacha mezani, tena kimechacha, kina siku 2, kina siku 3, alafu na wewe unakuja kujikunja, unakula. Baadaye unachangaa tumbo limevimba, baadaye unachangaa tumbo linaanza kunguruma. Kwa nini? Ulikula chakula kinachochacha. Sema amen. Leo watu wamekula mafundisho yaliyochacha. Leo watu wamekula mafundisho yaliyoharibika, na ndio maana matumbo yao yameharibika, na ndio maana ufahamu wao umeharibika, na ndio maana maisha yao yameharibika, kwa sababu wamekula chakula ambacho kilishaachwa na Mungu. Sema amen. Sisi tumekula chakula kipya kilicho katika Kristo Yesu anayetoa uzima wa milele, na chakula hicho ndani mwake kina Roho Mtakatifu. Na ndio maana natuuisha kila wakati chakula cha Roho Mtakatifu kinakuwa kipya.
Hebu mshangilie Mungu, mpigie Yesu makofi kwa kukupa chakula cha milele ambacho kina baraka ndani mwake. Sema amen. Mwambie jirani yako, nina chakula kipya. Sasa leo ukimkuta mtu, leo nataka niorozeshe. Kuna eneo moja tumeweka X, sema amen. Ukimkuta leo mtu anasema awe mchungaji, awe askofu, awe mpako mafuta yoyote anayejiita mtumishi wa Mungu, anasema nilikuwa ninaomba siku 10, siku 15, siku 20 na Mungu akanitokea, huyo ni muongo kabisa. Weka X, alama kubwa, kwamba huyu ni mpako mafuta wa shetani, huyu ni mtumishi wa shetani, huyu ni mtafuta pesa, huyu ni mtafuta mali. Mungu alizungumza zamani, Agano Jipya Mungu azungumzi, anazungumza katika Kristo Yesu. Ina maana Mungu amekaa kimya, hawezi kumpokea mtu, hawezi kumzungumza na mtu. Alizungumza katika Kristo Yesu. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa, katika ile Mathayo sura ya 3 mstari wa 17, wakati Yesu anaenda kubatizwa. Alipomaliza kubatizwa, mbingu zikafunuka na sauti ikasikika kwenye mawingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Sema amen. Yesu alipowachukua wanafunzi wake akapanda nao mlimani, wakina Petro na Yohana. Wakati wakiwa mlimani wakawatokea Elia na Musa, lakini wakati wamewatokea, mara sauti ikasikika kwenye mawingu ikisema, huyu ambaye mliye naye Yesu Kristo ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Msiwasikilize manabii, msikilizeni yeye. Msimsikilize mwanadamu yoyote, msikilizeni yeye. Msisikie sauti nyingine, maana sauti zote zimeunganishwa katika yeye. Sema amen. Umeme wote ambao unapatikana mbinguni leo ukiwasha, unapatikana katika Kristo Yesu. Ukiwasha switch ambayo inayoitwa Yesu, na umeme unawaka. Sema amen. Na ndio maana leo ukitafuta switch ya mbinguni, kamtafute Yesu. Sema amen. Switch ya mbinguni haipatikani katika mitume, switch ya mbinguni haipatikani katika manabii, switch